Kata ya Kindai iliyopo ndani ya manispaa ya Singida imekuwa mstari wa mbele katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo inayolenga kuboresha maisha ya wananchi. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, kata ya Kindai ina wakazi wapatao takriban 18,142, ikiwa wanaume ni 9,142 na wanawake wakiwa 9,729. Katika kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 2020 hadi 2025, kata ya Kindai imepokea fedha kiasi cha bilioni 3.1 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Miradi hiyo imetekelezwa na inaendelea kutekelezwa kwa ushirikiano kati ya serikali, wadau wa maendeleo na jamii. Miradi hii imeleta mabadiliko chanya katika sekta mbalimbali. Na nielezee kwa kifupi sana kwa yale ambayo machache yamefanywa na serikali iliyopo madarakani ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kipindi chetu cha miaka mitano. Kwa kipindi cha miaka mitano, kwa ujumla kata ya Kindai imepokea fedha takriban bilioni 1.1 ni fedha za maendeleo ya kuchochea maendeleo katika kata ya Kindai. Fedha hizi tumezipokea katika mafungu tofauti tofauti, na haya mafungu yameletezea kuonekana kwa miradi hai katika kata ya Kindai. Sekta ya elimu. Katika juhudi za kuboresha sekta ya elimu, miradi mbalimbali imetekelezwa katika kata ya Kindai kwa lengo la kuboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Moja ya miradi ya elimu iliyotekelezwa ni pamoja na ujenzi wa madarasa ya shule za msingi na sekondari. Zimeongezwa vyumba vya madarasa ili kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani. Ukarabati wa miundombinu. Madarasa yaliyokuwa katika hali mbaya yamekarabatiwa na vifaa vya kufundishia vimeboreshwa. Kama tulipokea fedha katika shule ya msingi Kibaoni ya kujenga darasa moja takriban kiasi cha shilingi milioni 20. Kazi hiyo imekwisha fanyika na tayari wanafunzi wamekwisha ingia darasani na wanasoma kwa sasa. Lakini tumeenda mbele zaidi, shule ya msingi Kindai ilipokea fedha takriban milioni 58 kwa ajili ya kujenga shule ya watoto wa awali ambayo ni chekechea, na yalijengwa madarasa mawili pamoja na mabembea na vyoo, lakini wanafunzi hao mpaka sasa hivi wanasoma shule ya chekechea. Lakini tumeenda mbali zaidi, shule ya msingi Kibaoni imepokea fedha milioni 92 kwa ajili ya ujenzi wa madarasa manne, imepokea milioni 10,200,000 kwa ajili ya ujenzi wa matundu ya choo. Na fedha hizi zimetoka kwenye mradi wa Boost, lakini tayari utekelezaji wake umekwisha kamilika na madarasa hayo manne yamekwishaanza kutumika na vyoo vimekwishaanza kutumika. Tukienda kwenye shule ya sekondari ya Kindai, tulipokea fedha milioni 80 kwa kujenga madarasa manne, na fedha hizo zimetumika na madarasa manne yamekamilika. Pia tukapokea tena fedha zingine katika hiyo sekondari milioni 92. Milioni 92 zilikuwa ni mradi wa ujenzi wa madarasa mengine mapya manne, na madarasa haya yamekwisha kamilika na yameanza kutumika. Sekta ya miundombinu. Kuboresha miundombinu ni muhimu kwa maendeleo ya kata ya Kindai ili kurahisisha usafiri na usafirishaji na mawasiliano ya wananchi kupitia miundombinu ya barabara. Barabara za ndani ya kata ya Kindai zimeboreshwa kwa lami na changarawe ili kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa. Taa za barabarani. Taa za barabarani zimewekwa katika maeneo ya biashara na makazi ili kuongeza usalama wakati wa usiku. Lakini serikali iliyopo madarakani ilikuwa tuna changamoto kubwa sana katika maziwa yetu mawili, Kindai na Singida Munangi. Kipindi cha mvua wananchi walikuwa wakipata shida kubwa sana ya kuvuka eneo lile, walikuwa wakitumia vyombo kama mitumbwi na kulipa hela lakini baada ya kupaza sauti na kupiga kelele, na hatimaye serikali iliyopo madarakani ilikubali na ikajenga barabara ya juu ambaye barabara imekamilika, na sasa wananchi wanapita na magari yanapita, na wamefunga taa za barabarani. Ukifika usiku hali ya hewa ni nzuri na wananchi wanavuka. Kiasi cha fedha kilichotumika ni kama bilioni 1.9 kwa mradi mzima wa barabara hiyo ambayo tunaita barabara ya juu. Lakini tumekuwa na changamoto, kilio kikubwa sana
katika shule yangu ya msingi Kibaoni na Mahembe, hasa wanafunzi wanapomaliza masomo na kutaka kurudi nyumbani, kumekuwa na matukio ya kugongo kwa magari. Ililetezea paka wananchi walifunga barabara na wananchi wakaamua kuchoma na matairi, lakini baada ya kuwapa elimu na baada ya serikali kwenda kuwaomba, basi kilio hicho kilisikika na tukaweza kutengenezewa daraja la chini, bypass kwa kupitia chini. Kwa kweli kwa kiasi kubwa imetumika kama milioni 568 zimetumika kwenye hiyo kazi, na wanafunzi sasa hivi wanapita kwa chini ya barabara. Hakuna tena matukio ya kusema wanafunzi wanagongwa kwa gari, na kama itatokea basi itakuwa mwanafunzi ameamua mwenyewe kuvuka kwa kupitia barabarani, lakini tayari wameshatengenezwa daraja la chini. Uwezeshaji wananchi kiuchumi. Vikundi vya wajasiriamali vimewezesha kupata mikopo yenye masharti nafuu ili kuongeza uzalishaji. Tumejiunga sisi vikundi kama wamama wapambanaji wa hapa genge hili, na tumetembelewa na afisa maendeleo wa kata yetu, lakini pia na ofisi ya manispaa wametutembelea, wametukuta tuko vizuri, biashara zetu nzuri. Tuna matumaini makubwa kabisa kwamba tutaupata mkopo wa Mama Samia. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa uongozi chini ya umariki yetu. Baadhi ya wananchi wakatoa kongole zao kwa diwani wa kata hiyo ya Kindai kwa uongozi wake. Kwa majina yangu naitwa Sara Seti, ndio mwenyekiti wa soko hili hapa la Kilambida. Nikizungumza kwa habari ya Omari Kinyetu, toka aliposhika madaraka alikuta hili soko liko na mgogoro mkubwa sana, lakini toka ameshika uongozi hatujawahi kutolewa tena. Pamoja na kwamba wamekuja mara kadhaa, lakini amesimama pamoja nasi akiweza kututetea. Kwa kweli tunashukuru Mungu kwa ajili ya kiongozi wetu huyu, na tunamwombea dua zetu hata wakati ujao basi atupe tena, atuongoze miaka 5 ijayo tena. Kwa jina naitwa Emmanuel Robert Wambura. Kiongozi wetu Omari Kinyetu tunamshukuru kwa namna nyingi. Changamoto nyingi zikitokea hapa sokoni huwa anatusaidia, na mambo mengi ambayo yanatokea kuhusiana na habari ya vyoo, maandalizi mengi hapa ambaye anatakiwa kuyafanya kwa wajibu wake, yeye anawajibika kutusaidia. Soko hili mara nyingi linatakiwa kuvunjwa, ila yeye anakuwa msaada mkubwa sana, anatupa sapoti, anatutia moyo. Kwa ni kiongozi ambaye tunamshukuru sana, ni kiongozi ambaye ni shujaa kwa ajili yetu. Lakini kuna yale ambayo diwani wa kata hiyo ya Kindai ameyafanya mwenyewe kwa kutoa michango yake binafsi. Unapokuwa mheshimiwa diwani, si vyote ambavyo unaweza kusema serikali inafanya, lakini na wewe sehemu zingine ukiguswa unaona kuna tija ya kuisaidia jamii. Mimi kama mheshimiwa diwani niliweza kuongeza fedha katika ujenzi wa darasa kwa ofisi ya mwalimu katika shule ya msingi Kibaoni kiasi cha shilingi milioni 3.6, na fedha hizo nimeziongeza katika ile darasa moja, tukaongeza chumba kimoja cha ofisi ya walimu, na kazi hiyo imemalizika. Lakini kienda mbali zaidi, tukaweza kujenga ofisi ya serikali ya mtaa ili angalau wananchi waweze kuona ofisi yao serikali za mtaa. Tumetumia kiasi cha shilingi milioni 13,266, na ofisi ile imekamilika kwa kiwango kikubwa, lakini imebakia kuweka drill, kuweka na madirisha ya aluminium, lakini mahitaji mengine yote tumeshakamilisha, taratibu zingine zinafuata. Lakini nimejitahidi kama mheshimiwa diwani kuhakikisha wananchi wangu katika mitaa yangu yote 7 ili waweze kupata huduma ya viti ambavyo vinatolewa bure, na mimi kama mheshimiwa diwani nimejaribu kununua viti 275, nimevigawanya kila mitaa yote 7 wamepata viti, vimegharimu kiasi cha shilingi milioni 5,500,000, na huduma hiyo tunaitoa kwa wananchi kwenye matukio mbalimbali yakiwepo matukio ya sherehe, misiba na kadhalika, jambo lolote la kijamii ambalo linastahili kupewa. Lakini katika ofisi yangu kama mheshimiwa diwani, ili kuwaletea chachu na kuwapunguzia adha walimu wangu wa shule za msingi na wananchi na viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ndio chama ambacho kimeniweka madarakani, niliweza kuweka ofisini kwangu mfumo wa kompyuta na kuweza kutoa kopi na kuchapiwa kwa bure. Lakini gharama hizo pia zimenilazimu kwamba niwe na PS katika ofisi ambayo kila mwezi namlipa shilingi 110,000.
Ukiangalia kwa mwaka mmoja atakuwa anachukua 1,320,000. Ukizidisha kwa miaka yangu yote mitano nimeweza kumlipa shilingi 6,600,000. Swala la michezo pia ni moja ya sekta ambayo linapewa kipaumbele katika kata hiyo ya Kindai. Mimi Kindai nataka niitengeneze, niiweke katika ramani na wao wapende michezo. Hivi karibuni ninategemea kuwakabidhi kama timu 8, nitatoa mipira mmoja, nitawapa na jezi. Angalau waone sasa msukumo na wao wanaingia kwenye michezo. Sasa hilo nataka nilifanye ndani ya wiki hii. Nitakuwa nimewaita vijana, na kabla sijaondoka madarakani niwakabidhi vifaa, kwa sababu ili angalau na wao waingie kwenye ramani ya michezo hasa katika kata. Kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wabunge na madiwani, akatoa rai kwa wananchi na kutoa msimamo wake wa kugombea tena katika kata hiyo. Ninakishukuru chama changu. Nakishukuru chama changu cha Mapinduzi pamoja na wananchi kwa jumla. Wamenipa ridhaa ya kuongoza kwa vipindi vya miaka 2, na maana miaka 10. Kwa kweli lazima niwashukuru kwanza wananchi kwa sababu wamenipa ridhaa na wamejenga imani ya Chama cha Mapinduzi. Naposimama mimi kuzungumza, nazungumzia kwanza Chama cha Mapinduzi, pia nawashukuru wananchi. Kwa hiyo ninaomba nitoe rai yangu kuwaomba wananchi kwa jumla, hasa wakata ya Kindai, kuhakikisha wanakipa ridhaa Chama cha Mapinduzi kuongoza kwa kipindi cha miaka 5. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa kipindi cha miaka 5 sisi waheshimiwa madiwani na waheshimiwa wabunge bado hatujapata ridhaa ya wananchi kutupa ridhaa ya kuomba tena kutawala kwa kipindi cha miaka 5. Na sisi ikiwapendeza na ikikipendeza chama chetu kikaturudishia majina, tukaenda kwa wananchi kuomba ridhaa ya kuongoza tena miaka 5, basi na mimi nitakuwa miongoni mwa watu ambao nitaomba ridhaa kuomba kuongoza tena kwa kipindi cha miaka 5. Lakini inategemeana na chama changu kitatoa tamko gani katika mchujo na kuchukua fomu, kwa sababu tunaichukua wengi. Basi tutaona ridhaa ikitolewa na chama, tutarudi kuomba ridhaa kwa wananchi ili angalau tuweze Utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika kata ya Kindai umeleta mabadiliko makubwa katika maisha ya wananchi kupitia ushirikiano wa wadau mbalimbali. Kata hii inaendelea kuwa mfano wa kuigwa katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi.